Wewe una nyumba hapa? Unaishi wapi? Nyumba iko hapo. Mwenyekiti, sasa kwani nyinyi mmefikia wapi ili na nyinyi mjue? Uhari gani mtazamaji wa Master Voice Online TV? Mimi jina langu naitwa Michael Ngalia. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Diwani wa kata ya Nsalala iliyopo wilaya ya Mbeya katika mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi, Mheshimiwa Festo Mbilike amefanya ziara ya kukagua changamoto ya mafuriko katika kata hiyo na kutoa maelekezo kwa baadhi ya wakazi wa kata hiyo kujitahidi kulinda watoto wao hasa katika kipindi hiki cha mvua zinaponyesha. Mbilike amefanya ziara hiyo leo Desemba 14, 2025 baada ya mvua iliyonyesha jana mchana na kusababisha mitaro kujaa iliyopelekea kifo cha mtoto Hagai Justo Kalile mwenye umri wa miaka 5 kwa kusombwa na maji hayo. Katika hatua nyingine, Mbilike amewataka vijana wanaoopoa mchanga katika mto Mbalizi wanapoona watoto wadogo katika maeneo ya mto huo wawafukuze wasicheze katika maeneo hayo ili kunusuru maisha yao. Na hapa Mbilike anatoa rai hiyo. Kama mnavyojua mvua saa hizi zinanyesha, si ndio? Zinanyesha kwa spidi kali na madhara yake ni makubwa. Na hivi ninavyoongea na nyinyi, kuna sehemu tayari tumeishapoteza mtoto. Amezama kwenye mfereji, wameenda kumkutia kule machinjio ya nguruwe, ameshafariki. Maagizo yetu kama serikali, la kwanza tumesema wazazi wote, kama una mtoto chini ya miaka 10, na wengine mpo hapa mna watoto, kama una mtoto chini ya miaka 10, ni jukumu lako kujua mtoto wako yuko salama kwa kipindi hichi cha mvua. Asisogelee maeneo yafuatayo: asisogelee mifereji, asisogelee mto. Hilo ni jukumu lako. Kwa hiyo anzie kwenye familia, tangazianeni kwamba jamani, mvua ni kali, mifereji inajaa. Kwa hiyo watoto ni wajibu wetu kuwalinda. Lakini kingine, nimemwagiza mtendaji wa kata hapo awasiliane na watendaji wenzake vitongoji vyote, wananchi wetu wote wapate taarifa juu ya hizi mvua zinazonyesha na wachukue hatua. Mojawapo ni kuwalinda watoto wetu wasiende kwenye mitalo na mito. Lakini cha tatu tulichokubaliana, tumesema pale ambapo viongozi wa serikali za mitaa za vitongoji watakapowashirikisha, hususan nyie vijana, kama wamebuni kamtalo wanataka kukachimba, mwape ushirikiano kwa sababu haya majanga yanatukuta wote. Kwa kama ikitokea mwenyekiti wa kitongoji amewaomba ushirikiano kujinusuru na madhara ya mvua, ikiwepo kuanzisha mitaro ya muda, mpeni ushirikiano. Lakini mawazo ya jumla juu ya kuboresha mitaro yetu, mmoja mnauona ule pale, si mnauona ule unaanzia pale usawa wa Tugimbe pale mpaka pale, ule utakuwa ni sehemu ya mradi ambao wanataka kuurudia pamoja na ule wa pale benki ya CRDB. Ninyi si mnaopoa mchanga huko? Ndio. Tengenezeni kakanuni kadogo, marufuku watoto wa miaka chini ya 10 kuonekana mtoni. Akionekana mfukuzeni. Yaani mpaka saizi tu wenyewe hapa wanasikia. Mmesikia? Sio tunawaona kule. Akionekana mfukuzeni. Tumeelewana jamani? Kabisa hilo. Maana mto ukija mkubwa hapa tutaanza mambo mengine. Kabisa. Mimi baada ya kusema hayo nimemaliza. Kuna mtu ana wazo, maoni, ushauri?